Na tukiangazia mengine ni kwamba familia moja katika eneo bunge la Nyali, kaunti ya Mombasa inalilia haki baada ya jamaa yao kuuawa akiwa kazini. Hamisi Karisa Kombe alidungwa kisu hadi kufa kutokana na kile polisi wanachosema ni kukosa kukabiliana na maagizo ya makundi mawili yaliyokuwa yanaendesha biashara ya madini. Washukiwa wawili wamekamatwa wakiwemo raia wa Tanzania, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Francis Mtalaki. Simanzi imetanda katika boma la Hamisi Karisa Kombe. Mkewe ni mwenye uchungu baada ya mumewe kudungwa visu hadi kufa akiwa kazini eneo la Nyali Second Avenue. Mkewe anadai kuwa alikuwa akimtafuta mumewe kwa zaidi ya saa 24 Jumamosi kabla ya kupokea taarifa za kifo chake. Sasa hiyo time nilipompigia hiyo simu nikapata ni mteja hapatikani. Nikakaa, ilipofika saa 1 kampigia tena simu, bado hivyo hivyo hapatikani. Nikasema pengine simu yake imezima, penye ameacha chaja hapa ndani, na kule amesema hakuna stima. Simu yake imezima lakini atakuja. Nikakaa hapo ndani nikalala. Hiyo Sunday kufika pale tulipata tayari mwili umetolewa na polisi, umepelekwa mochari. Tukafika kule tukaona mwili ikawa ni kweli. Tukakimbia polisi. Kufika polisi kuuliza, tukaambiwa mwili ulitolewa tangu jana. Familia hii imeacha na maswali mengi, muda wa kuarifiwa akitilia shaka pamoja na kiini cha mauaji haya. Shemegi akanipigia. Sasa aliponipigia shemegi akaniambia, "Pole shemegi, nimepigiwa simu na agent na akasema kwamba mume wako jana alivamiwa na akadungwa visu, akauawa mpaka akapelekwa mochari." Kama mtu anaweza kufa Saturday mchana, tushinde tulale mpaka kesho yake saa 2 ndio tupate ripoti. Polisi kwa nini wange tutafuta pia? Manake familia ipo pale, mahali anafanya kazi kuna watu. Katika mahali pale ndani wakaona ya kwamba damu imekuwa nyingi kwa stairs na ikawaridi mpaka kwa bedroom, mahali ambapo walipata kwamba kuna carpet ya aina ya green ilikuwa iko na damu imewekwa chini ya kitanda. Kuangalia chini hawakupata mwili. Wakakuta choo pia kuna damu imemwagika ikiingia kwa choo na ikawa imefungwa na nje. Wakashughulia kutoka juu, wakaona kuna mtu ndani ako ndani na amefungwa. Washukiwa wawili wamekamatwa kufuatia mauaji hayo, akiwemo raia kutoka Tanzania. Polisi wakiarifu kuwa mauaji haya yalichochewa na biashara ya madini iliyokuwa inaendelea katika boma waliokodi, na kuwa marehemu alikumbana na mauti wakati kundi lisilojulikana lilipofika na kuwavamia wakiiba madini, simu na bidhaa zingine. Walipokuwa nagojea pale, wakajulishwa kwamba kuna mwenye anakuja kupima yale madini kama kweli yako na dhamani gani na kama ni ya ukweli. Wakiwa pale kuna watu wengine wakafika kama 4, wakaanza kuwashapa wakiwa na visu. Hawa wa Tanzania ambao wanakuja katika nchi yetu kufanya biashara kama hii wanafaa wakuwe investigated. Kuna rumors zinasema watu waliingia hapo ndani kama vile walikuwa wamekodisha nyumba. Walivyoingia wakamwambia kijana wetu Hamisi acooperate wafanyie biashara pale. Baadaye Hamisi yeye kukataa, wakamuua pale katika stairs, wakampandisha juu na rag, wakamtupa, wakamfunga, wakamweka chooni. Alafu wakatupa ile rag walimuulia kwenye stairs, wakaitupa chini ya kitanda. Raia hao kutoka Tanzania wanaotarajiwa humu nchini wanatazamiwa kutegua kitendawili cha mauaji haya, ikizingatiwa kuwa maafisa polisi wanadai kuwa siku moja kabla ya mauaji aliyeuawa pamoja na washukiwa hawa walikutana eneo la Nyali. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa.